بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، نستأنف هذا الدرس المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وبين أيدينا كتاب الداء والدواء. tukiendelea na darasa yetu ya kitabu cha الداء والدواء au الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الشيخ ابن القيم الجوزي rahimahullahu ta'ala ameeleza katika kipengele kilichotangulia kwamba al-Qur'an kulluhu shifa, Qur'ani yote kwa ujumla ni shifa na ni ponye. Waja'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-Qur'ani barakatan adhima, na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika hii Qur'ani baraka kubwa sana. Lakini ash-sha'na kulla ash-sha'ni fi tariqati al-istishfa'i bil-Qur'an, lakini mambo yote tunayapata katika ile njia tunayoitumia sisi kujitibu na hii Qur'ani. Hapo ndo ambapo watu wengi sana huwa tunafeli katika maisha yetu. Wa kaifa yakunu al-istishfa bihi, na vipi na namna gani tutaweza sisi kujitibu kupitia hii Qur'ani. Wa hadha ma sayubayinuhu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bayanan shafiyan nafi'a, na hili ndo ambalo katika darasa hili la muda huu atalielezea al-Imam Ibn al-Qayyim vizuri kwa ufafanuzi wenye kutosheleza. Sheikh anasema at-tadawi bil Fatiha, kujitibu kupitia suratul Fatiha. Suratul Fatiha tunafahamu anna al-Qur'ana min al-awwal ila al-akhir, Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho yote ni tiba. Lakini Sheikh anatuelezea pamoja katika sura za Qur'ani kwa kutuambia kwamba kuna tiba maalumu ambayo inapatikana kwa kujitibia kupitia hii suratu al-Fatiha. Qad thabata fi sahihaini, imethibiti katika sahihi mbili, sahih al-Bukhari wa sahih Muslim, min hadith Abi Sa'id qala, amesema intalaqa nafarun min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi safratin safaruha, waliondoka kundi katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari, hatta nazalu ala hayyin min ahya'i al-arab, mpaka wakafika katika moja ya kijiji cha Waarabu, wakafika moja katika kabila la Waarabu. Katika hii safari wamefika sehemu wakaamua wapumzike katika kijiji fulani. Fa istadhafuhum, hawa masahaba wakaomba ugeni, wakaomba wapokelewe katika kile kijiji walichofika. Fa lamma talabu ad-diyafa, pindi walipohitaji wawe ni wageni wa kile kijiji, fa abau an yudhayifuhum, wale wana kijiji wakakataa kuwapokea na kuwakaribisha katika kijiji chao. Faludigha sayyidu dhalika alhayy, akagongwa na nyoka, na baadhi ya riwaya zinaeleza kwamba alikuwa ni aqrab, nge, akamgonga yule kiongozi wa kile kijiji. Fasa'u lahu bikulli shay'in, wakafanya jitihada watu wa kile kijiji zote wakazimaliza kwa ajili ya kutafuta matibabu ya yule kiongozi wao. Lakini la yanfa'uhu shay, ikawa hakuna chochote walichonufaika nacho katika zile tiba walizotumia, ikawa hakuna matumaini yoyote ya kupoa yule kiongozi wao. Faqala ba'dhum, baadhi yao wakasema, law ataytum haula'i ar-rahta alladhina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim shay, mnaonaje tuwaendee hawa wageni ambao wamekuja kwetu sisi, ambao hatukuwapokea, huenda ikawa kuna miongoni mwao daktari ambaye pengine anaweza akamtibu huyo kiongozi wetu. Fa atawhum faqalu ayuha ar-rahat inna sayyidana ludigh, wakawafuata hawa masahaba waliokuwa katika safari, waliofika katika kijiji chao, wakawaeleza kwamba bwana mkubwa wetu, kiongozi wetu amegongwa na nyoka. Wasaina lahu bikulli shay'in la yanfa'u, na tumeamua kupambana, tumefanya jitihada zote, lakini bila jadwa, jitihada hizi hazijatupeleka popote, bado hali yake iko vile vile, tunataraji kupata ponyo yake au tiba yake au dawa yake. Fala inda ahadin minkum min shay, je, kuna yeyote miongoni mwenu ana chochote cha kutusaidia? Kuna daktari miongoni mwenu? Basi qala ba'dhuhum, baadhi yao wakasema naam. Kuna sahaba akasema ndio, wallahi inni la urqi, kwa hakika mimi nafanya ruqya, mimi ni daktari, naweza kumtibu huyu
Mmoja akajitokeza kati yao akasema maneno haya kwamba yeye anaweza, na vile vile akasema walakinna wallahi istadhafnakum, lakini kabla ya yote sisi tumewaomba nyinyi mtu karibishe katika mji wenu, falam tudhayifuna, lakini mmekataa, hamkutupokea katika mji. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'la, wallahi mimi siwezi kumfanyia chochote huyu bwana wenu, kiongozi wenu, siwezi kumtibu mpaka mtakapotupatia sisi kile tunachokitaka, malipo kutokana na hii tiba yangu nitakayoifanya. Sahaba akaika sharti la malipo kutokana na hii tiba ambayo anahitaji kuifanya. Wale mabwana baada ya kusikiliza yale mazungumzo, fasalahuhum ala qati'in min alghanam, wakapatana kwamba haya sawa, sisi tumekubali mtibu kwa hiyo sharti unayoitaka. Basi wakapatana sharti iwe ni wao kupewa kundi la wanyama, iwe ni mbuzi, iwe ni kondoo, iwe ni ngamia, lakini wakapatana kundi la wanyama. Qati'in ay majmu'a min alghanam, kundi la wanyama. Fantalaqa yatfulu alayhi, basi yule aliyesema kwamba anaweza kumtibu yule akaanza sasa kama vile anamsomea huku akitema vimate kidogo. Yatfulu alayhi ni ile hali ya kusomea mtu ruqya, kisha ikawa tanfuthu fihi, unapuliza ile sehemu unayomsomea. Wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, akawa anaisoma suratul Fatiha yote kwa ukamilifu wake. Fakaannama, basi pale pale yule aliyekuwa akiumwa, yule bwana wao, kiongozi wao, fakaannama nushita min iqalin, kama kwamba ametolewa kwenye kile kizuizi alichokuwepo, ile kamba aliyokuwa amefungwa nayo ya yale maradhi, ni kama kwamba baada tu ya kusomewa suratul Fatiha imeondoka, ule uzito wote ukapotea na ile sumu ikasabaratika katika mwili wake, akajikuta amepata nguvu yake kama alivyokuwa mwanzo. Fantalaqa yamshi wama bihi qalaba, akaanza sasa kutembea, ni kama kwamba hakupatwa na maumivu yoyote asili, wakati ilikuwa ni mtu ambaye amelala, watu washamkatia tamaa katika maisha yake. Basi baada ya kuwa amefanikisha hili, huyu sahaba moja kwa moja wale watu faawfauhum ju'lahum, wakawapa yale makubaliano yao ya kuwapatia lile kundi la wale wanyama alladhi salahuhum alayhi, ambao wamekubaliana. Faqala ba'dhum, baadhi yao wakasema iqtasimu, haya tugawane, basi hebu gawanyeni hawa wanyama, tugawane sisi ambao tuko katika safari. Faqala, akasema alladhi raqa, yule ambaye amefanya ile ruqya, amemtibu yule kiongozi, akasema la naf'al, hakika hicho mnachokitaka sisi tukifanye hatutakifanya. Kwa nini? Hatta nati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mpaka tutakapo mjia mtume sallallahu alayhi wasallam, fanadhkura lahu alladhi kana, tumuelezee hii hali ambayo tumeifanya sisi, tumuelezee hili tukio zima kwa ujumla wake. Fanandhura bima ya'muruna, kisha tuangalie jambo gani atakalotuamrisha sisi baada ya kumpa maelezo. Na hivi ndio walikuwa wakiishi masahaba ridwanullahi alaihim, mambo ambayo yalikuwa yanatatiza kwa wao. Hapa wamemtibu mtu kupitia Qur'ani, lakini pia wamefanya musalaha kwamba lazima sisi tunaweka sharti ili tuwafanyie nyinyi elimu mnaolitaka, kwa kuwa nyinyi hamjatukaribisha sisi, tutawasomea, tutawafanyia matibabu, lakini kwa sharti nyinyi mtugaie kitu fulani. Kwa hiyo wamechukua kitu kupitia Qur'ani, kupitia kisomo cha Qur'ani. Sasa wakapata na shaka, wakasema hatuwezi kugawana kitu tulichokipata, pengine hakiwezi kuwa pengine ni halali kwetu mpaka tutakapopata fatwa yake kwa nani? Kwa Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Faqadimu ala rasulillah, wakafika sasa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhakaru lahu dhalika, wakamuelezea Mtume lile tukio zima lilivyokuwa. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam wakasema kumuuliza yule msomaji, wama yudrika annaha ruqya, kitu gani wewe kimekujulisha kwamba hili ulilofanya, hii suratul Fatiha kwa ukamilifu wake ni ruqya? Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema pale pale baada ya kuwa imethibiti kwamba hili alilofanya ni la sawa na ni sahihi, akasema qad asabtum, msiwe na wasiwasi, mmepatia kwa hiki mlichokifanya. Iqtasimu, ayagawaneni. Wadribu li ma'akum sahma, na katika fungu mtakalogawana basi na mimi niwekeni fungu langu. Yote anayofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam mubalagha
ala jawazi hadha al-amr, anataka kuwaonyesha kwamba hili jambo mlilofanya halina tatizo na ni la sawa na ni jambo ambalo ni jaiz, na mimi pia mkigawana na mimi nigaieni sehemu yangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hivi yote kuondoa ile shaka waliokuwa nayo. Fa qad athara hadha ad-dawa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyesha kwamba dawa hii aliyoifanya imeleta athari na ina athari katika maisha yetu. Wadhahika an-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawa amefurahi sana, akacheka kutokana na tukio hili. Fa an-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaona katika hadithi hii namna alivyolipokea hili na kulikiri kwa masahaba zake ridwanullahi alayhim. Fadhakara rahimahullahu ta'ala hadha alhadith alazim. Al-Imam Ibn al-Qayyim ametaja hadithi hii tukufu ambayo imepokelewa na Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu fi qissati an-nafar min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam alladhina marru biqaumin wa talabu an yudhayifuhum fa abaw. Kisa hiki watu wamepita katika kijiji lakini wakakataliwa kukaribishwa, kisha bwana wao akajeruhiwa, ikawa ni sababu wao kupitia hii Qur'ani, kupitia Qur'ani ikawa ni shifa na ni tiba kwa yule kiongozi wao kutokana na lile jeraha lilomsibu yeye la kugongwa na nyoka. Fandhur ashifa alajil min hadha ad-dawa, angalia ndugu yangu katika iman, tiba ya haraka, dawa ya haraka kutokana na hii Qur'ani, tiba ambayo imemtoa mtu fakaannama nushita min iqal, pale pale alijikuta kama kwamba amefunguliwa kile kizuizi alichokuwa amewekewa. Fabada yamshi wama bihi qalaba, akaanza kutembea ni kama kwamba hakufikwa na tatizo lolote katika maisha yake. Qaulu nabii sallallahu alayhi wasallam, ma yudrika annaha ruqya, kitu gani kimekufahamisha kwamba wewe ni ruqya? Sahaba aliuliza. Fihi anna ruqya, inathibitisha kwamba ruqya bil Fatiha, kujitibu kwa kutumia suratul Fatiha, min a'dhami ma yakunu fi babi listishfai lil amradh, ni jambo linalothibitisha kwamba kumbe suratul Fatiha ni ponyo kubwa sana mtu anapoamua kutumia kwa ajili ya kujitibu kutokana na maradhi tofauti tofauti. Walihadha tusamma shafia, na kwa sababu hiyo miongoni mwa majina ya suratul Fatiha ni ash-Shafia, ponyo. Suratul Fatiha inaitwa ash-Shafia, ponyo. Wa qad athara hadha ad-dawa fi hadha ad-da, tunaona kwamba dawa hii imefanya na kuleta athari kubwa sana kutokana na hili tatizo na haya maradhi yaliyomkuta huyu kiongozi. Wa azalahu hatta ka'an lam yakun, na kupitia suratul Fatiha yameondoka yale maradhi kama kwamba hayakuwepo, yote kupitia Allah subhanahu wa ta'ala kuifanya hii suratul Fatiha kuwa ni sababu ya kuondoa ugonjwa. Na sote tunafahamu anna shafi man huwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mponyeshaji ni Allah, lakini Qur'ani ni miongoni mwa sababu kubwa sana na dawa kubwa sana zinazoondoa maradhi yote ambayo yanatusibu katika miili vyetu, lakini na maradhi ya kiroho vile vile. Wa huwa ashalu dawa'in wa aisaru, na sote tunakiri kwamba ni dawa nyepesi mno kusoma suratul Fatiha, aya 7 peke yake khalas. Ukizisoma hizi kwa utaratibu ambao aliyotumia sahaba huyu, wakuwa na yaqini kwamba anna al-Fatiha ruqya, kwamba suratul Fatiha ni ruqya, basi biidhnillah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni sababu ya wewe kupata shifa katika maradhi yako. Walau ahsana al-abdu at-tadawi bil Fatiha, na kama atafanya vizuri mmoja wetu kujitibu kupitia suratul Fatiha, la raa laha ta'thiran ajiban, mtu atakuta kuna athari kubwa sana fi shifa, katika kumletea yeye tiba na kumletea yeye ponyo. Waqad makathtu bi Makkah, Sheikh Ibn al-Qayyim anaeleza historia yake, anasema na mimi niliishi katika mji wa Makkah, ta'tarini adwa, nikipatwa na misukosuko ya maradhi mbalimbali, wala ajidu tabiban wala dawa, na nilikuwa sipati daktari yoyote wa kuweza kunishughulikia wala dawa ya aina yoyote. Fakuntu ualiju nafsi, nikawa naitibu nafsi yangu bil Fatiha, kwa kutumia suratul Fatiha. Nikipatwa na maradhi ya tumbo najisomea suratul Fatiha, nikipata maradhi ya kichwa najisomea suratul Fatiha, lakini nikipata na maradhi ya nafsi vile vile najisomea suratul Fatiha, maradhi maanawia ya ndani lakini na maradhi ya nje yote nikawa natumia suratul Fatiha.
faara laha ta'thiran ajiba. Sheikh anasema nikawa naona athari kubwa sana ya jambo nililokuwa nikilifanya. Fakuntu asif dhalika liman yashtaki alama, nikawa sasa anapokuja mtu kwangu namsifia hii dawa kwamba fulani anaumwa, amekuja kunieleza maradhi yake, namwambia soma suratul Fatiha katika kutaka kuondoa tatizo lako, soma suratul Fatiha. Huu ndio ulikuwa wasia wa shekhe kwa wale wagonjwa wake wengi walikuwa wakishtakia maumivu kwake. Fakana kathirun minhum yabra'u saria. Shekhe anasema ilikuwa wengi wao wanaofuata utaratibu huu wa kusoma suratul Fatiha wakiwa na imani kwamba Qur'ani ni ponyo na suratul Fatiha ni dawa kwa wao, basi wanapona haraka sana kutokana na yale maradhi yao yanayowasumbua. Kuna sababu ambazo huenda ikawa ni kizuizi cha kutofanya kazi suratul Fatiha au sura nyingine katika Qur'an. Wasayadhkuru dhalika al-Sheikh rahimahullahu ta'ala في النقاط التالية. وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.